Lakini sasa Dudu Baya shida yake ni kwamba watu wanaogopa kumpa mic nini. Mwanzo tulisema bwana alipiga kale keupe. Yo, what's good bwana? Hii hapa tena ni PMTV updates. Na leo bwana, over the weekend mambo yalikuwa mengi sana. Kwanza kulikuwa kuna show nyingi sana Sure. Wasanii wamejua kubaluza jamani. Actually hii wiki amini kwanzia tuseme Ijumaa, unaelewa, mpaka inakuja kufika Jumapili. Humutu. Yani kulikuwa hamna nafasi ya kupumzika actually. So the meaning of weekend ilikuwa ni weekend hiyo. Weekend was weekending. Lakini pia kuna wasanii ambao walilazimika yani waperform afu amkie asubuhi sehemu nyingine tena waende wakaperform. Jamani, nimeona hiyo kutoka kwa my brother Chidi Benz, alikuwa Mwanza na Dudu Baya pia. Speaking of Mwanza, hebu kwenye show hiyo ya Mwanza bwana, miaka 30 ya Bongo Flava ambayo imefanyika Mwanza, wewe umeionaje? Kwa sababu inakuwa ni mara ya pili sasa imefanyika. Juzi nilikaa hapa nikazungumza kuhusiana na issue ya performance. Nilikuwa nimechanganyikiwa kidogo kutokana na ile performance iliyofanyika Mlimani City. Lakini of course hii ya Mwanza imeenda kuwa noma sana kwa sababu asilimia kubwa kidogo wasanii walifanya live na nini. Yes, show ilikuwa safi, kwa tofauti na ile ya Mwanzo. Hii hapa ilikuwa na playback. Hii hapa ya Dar ilikuwa tu ni kwa sababu imefanyika Dar. Unajua mtu akihitaji Dar unachanganyikiwa. Lakini speaking of show, Mwanza bwana show imefanya. Okay. Show imefanya. Na nyomi lilikuwa nyomi kweli kweli. Watu wamejaa na nini. Nilisema unajua Dudu Baya kwa mfano pale Mwanza pale. Yule ndo kama homeboy icon. Yani ingekuwa bonge moja la fedhea eti unaenda kufanya show kubwa kama ile, alafu eti kisa Dudu Baya alizingua Mlimani City, usimpe show ya Mwanza. Sasa Dudu Baya na kisha kujua Wasukuma wamechanganyikiwa, ungefanya hicho kitu. Shida ni kwamba Dudu Baya anatuogopesha, yani unaogopa kumpa mic Dudu Baya. Kwa mfano juzi, kwa maana tukizungumzia show ambazo zimefanyika weekend, kulikuwa kuna ile Raha 24 Raha 24 More pale ilifanyika Serena, lakini kulikuwa kuna Simba Day, kulikuwa kuna Yanga Day, zote hizo wasanii wameenda, lakini pia kulikuwa kuna hiyo ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lakini sasa Dudu Baya shida yake ni kwamba watu wanaogopa kumpa mic nini. Mwanzo tulisema bwana alipiga kale keupe, lakini juzi Yanga Day hajapiga keupe kokote. Yani changamoto, yani kitu ambacho kilifanyika kwanza watu wanabidi wajue, narudia tena, ile kwa sasa hivi ni hela. Yani Dudu Baya ukimuona ujue umeiona business. That's why hata Alikamwe jana akafanya interview amesema kwamba kabla Dudu Baya kuja kuperform tulimwambia kabisa, mzee unaenda kwenye jukwaa kubwa, acha mambo mengi. Baada ya kufanya show yake Alikamwe akasifia kwamba akafanya kitu kikubwa sana. Sometimes hivi vitu vinatokea. I mean character ya Dudu Baya ni mtu wa mashambulizi. Yani since anaanza muziki wasanii wenzake wanamjua Dudu Baya. Shambulia tu. Yani ukija kishari anakupokea. Hivyo. That's why wanamrecognize kama mtu fulani hivi, yani miusho. Lakini I think sasa hivi akili akituzima anafanya kazi, amerudi kwenye game. Okay, umesema Dudu Baya sasa hivi ni hela, ukanikumbusha bwana. Doto Magari pia sasa hivi ni hela na anapita na fursa. Nilipenda backup yake ile comeback aliyofanya juzi. Huyu baba hapana, ameshindikana. Ana akili sana ya biashara. Unajua kwa sababu gani? Upepo wa Doto Magari ulikuwa unaenda kuzimwa kabisa. Okay. Kwa kile ambacho kilitokea na alikuwa anaondoka sana. Baada ya kuona kuna matukio mengi hapa katikati akaona kwenye show ya Mwanza Feruzi atakuwepo. Na moja kati ya ngoma kubwa ambayo ataiperform ni Starehe. Wale wauzwe si ngoma na mimi wanasema nayo fresh. Arudi. Babu akaingia kitandani kama mgonjwa wa ukimwi, kalala pale jamani. Afu anaamka anaanza kuimba. Nikasema huyu, nimeangalia ile show yani kabla hata sijaangalia ni mpaka mwisho nikaanza tu kucheka, nikasema huyu baba yani ameshindikana, kaamua kupita humo. Lakini yote kwa yote overall show ya Safari imesema umependa zaidi kwa sababu wasanii wengi walikuwa wanafanya live. Kati ya show ambao umeiona labda msanii gani ambaye amekuvutia sana, unaona kabisa kwa alichokifanya hiki katika wale wa Kongo alichokifanya hiki labda wasanii wengine they need to do better?
Actually wapo wengi, lakini mimi nitakutajia watu watatu ambao nilisema this guys ni noma sana. Wa kwanza kabisa ni Jocelyn. Much respect to my brother. Mtu wa pili Commando Jide. Jide aliua sana. Ile mimi hata mimi nilikonga sana kwa kweli. Bila punguze kitambi. Hao ni watu watatu ambao mimi kwa Chidi Benz nilipenda energy. Unajua yani Chidi Benz alisotifani hivi la mamlaka yani akiwa anaongea lazima yes, so afu ukisema tu sauti hata reaction. Kuna video moja ambayo alikuwa anatunzwa hela akatupa ile sana ni akili ya kiutu uzima, very smart Chidi Benz. Kwa nini utupe hela? Kwa nini unitupie? Sasa nakutunza yani niko mbali, kwa hiyo hela ina namna ya kushika fani like mimi nakutunza nakuwa na hesabu moja moja, discipline unavyoitupa ni kwa heshima. Okay. Mtupie mimi. Chidi kaokota hela kamrudishia Mwamba. Yule Mwamba alikuwa shakubali kwamba Chidi karudisha ile, lakini akafikiria sababu ya Chidi kurudisha ile hela akaichukua akampa kwa heshima. Ndio maana Chidi pale akuondoka akaona huyu namrudishia hela, reaction yake itakuwaje? Chidi akaganda, sasa nahitaji anipe kwa sababu ukiangalia pesa yenyewe ilikuwa sijui 5,000 ile sijui buku, haikuwa hela fulani ambayo Chidi anaweza kangangania sana, but alikuwa pale kwa sababu ya kutoa darasa. Mzee, hii ni pesa, unaponipa unanipa namna hii. Okay. Sawa. Bwana, kwenye Simba Day kwenye Simba Day kuna wasanii ambao walifanya performance, lakini kabla hatujaenda kwenye performance tumeona Mbosso last time Simba Day iliyopita aliua sana, alifanya vizuri sana, yani alikuwa talk of the town, unajua yani alikuwa talk of the town kiasi kwamba tulitegemea tutamuona tena Simba Day sasa hivi. Lakini pia baada ya kuona ametoa nyimbo back to back, watu wakawa wanasema okay, pengine ametoa nyimbo back to back ile mradi akafanyaje akaperform Simba Day, lakini hatujamuona Mbosso. Kwa nini unadhani labda Mbosso hajaonekana? Tulikuwa tunamtegemea, tulikuwa tunatarajia atakuwepo pale, na tunajua ni mwana Simba mwenzetu. Wala hata sio issue ya kutoa nyimbo back to back hizi mbili alizotoa juzi. Room Number 3 mpaka sasa hivi bado ni album ambayo haijapinduliwa. Hakuna msanii ambaye katoa album mpaka sasa hivi. Hata tuseme kama kuna msanii atatoa album leo. Still Harmonize anataka atoe album, si ndio? Album atakayotoa Harmonize haitokuja kuwa na competition ya album nyingine yoyote zaidi ya Room Number 3. Kazi ya Harmonize ni kuidrop ile album kwa sababu mpaka leo watu wanaisikiliza. Kwa nini? Ila kuna wasanii wametoa album hapo katikati kina J Melody. No. Yani Room Number 3 fani. Yani imagine wakati inakuwa introduced, yani unapata picha. Au ni kwa sababu labda ili hit sana kwa sababu ndo kwanza alikuwa ametoka Wasafi, akakaa zake kimya, alafu ndo akaja akaibuka. Album ya Room Number 3 mpaka leo inasikilizwa kwa ukubwa sana. Kwa sababu ya ukali na sio kwa sababu ya huruma. Hakuna nyimbo mbaya kwenye album. Zote zipo clean. Yes. Kwa nini labda hajashiriki kwenye Simba Day this time? Nafikiri ni organization ya Simba, organization ya tukio lenyewe haikumuhitaji maybe kwa kipindi hicho, au yeye mwenyewe Mbosso alikuwa busy na issue zake za kimuziki au za whatever, lakini nafikiri ni wao wenyewe communication kati ya Simba na Mbosso maybe ziliwafanya wasifikie. Okay. Nafikiri sio kwamba eti Simba walikuwa hawataki Mbosso asiperform. No. Yaani ni ngumu sana eti budget ya msanii fulani na wanapanga orodha wasanii watakao perform eti Mbosso akosekana. Au labda Mbosso alitaka mpunga mrefu sana safari hii. Hapana. Baada ya mapokeo yake ya kwanza. King anapiga sana zile show za Simba. Kweli, lakini sasa angalia last time kwenye Simba Day King alikuwepo na Mbosso alikuwepo, lakini talk of the town alikuwa nani? Mbosso. Kwa sababu ya entrance alivyoingia, ubunifu na kila kitu. Sasa why do you think this time around King yupo kama ambavyo alikuwepo? Sasa ukiachana na album, Mbosso tu angeenda kuperform hata nyimbo hii, let's say Uzalima. Alikuwa shamaliza show kwa sababu yani Mbosso moja kati ya kitu ambacho amekiwini kwenye muziki wake ni kuwakamata watoto wa kike. Full stop. Na kwenye issue ya makelele na nini, yani mtoto wa kike anapoamua kushout kwamba yeye ni Mbosso na nini, yani huwezi kuzuia actually. Kwa kama Mbosso angefanikiwa kuperform kwenye Simba Day, na imani show ingekuwa kubwa sana. Kwa sasa hivi Mbosso na King wako hivi.
Washikaji. Yani inamaanisha kwamba wapo kwenye mstari mmoja, pick moja, kwamba yani unapomwangalia King ndo unapomwangalia Mbosso. Inategemea na wakati, lakini still King atabaki kuwa King kwa sababu yule ni mwalimu, ni muasisi. Kwa kila anachokifanya Mbosso lazima King ashakifanya nyuma. That's why wale wengine wanapita mule. Unajua mtu paka anakuwa King, yani sio tu yani na King si nickname. No, yule hajajiita King eti kwa sababu ya nickname. King kwa sababu ya vitu ambavyo kavifanya kwenye muziki. Okay. Inspire watu wengi sana kufanya Bongo Flava na anajivunia pia nafikiri. Sawa, lakini hivi uliona interest ya Akiba? Na interest ya Semaji pia uliona? Sasa hapo kwenye interest ya Semaji. Semaji aliingia zake na Simba. Utakuwa Yanga wewe. Wewe sio bure, utakuwa Yanga wewe. Utakuwa Yanga, nishakushtukia. Wakati naangalia ile alivyoingia mkana. Sasa wale wanyama unajua wale wana nguvu wale. Yaani alipokuwa amekaa pale tuseme wangetikisa kidogo hivi. Semaji tusingekuwa naye. Semaji aliamua kuweka maisha yake rehani, aingie apate yani aingie kwa spotlight. Yani mpaka leo aendelee kuwa talk of the town. Of course, actually tuache unafiki, tuache na nini. Kitu alichokifanya Ahmed Ally, creativity yake ilikuwa kubwa sana kwa sababu kwanza it was like surprise. Yani watu hawakutegemea. Wale si Simba. Yani mimi nimekuja Simba Day lakini pia nimepata na maonyesho. Mimi sije kumuona Simba live. Lakini pia nafikiri pale kuna kabudget pale. Muhimu. Kuwatoa wale kuwaleta uraia. Muhimu sana. Lazima iwepo. Sio jambo dogo. Kwa hiyo pia walijipanga, lakini pia hata zile fireworks jinsi ambavyo zilikuwa, yani it was very beautiful. Lakini tamasha la Yanga limekuwa noma zaidi. Wewe ni mwana Yanga nimejua. Lakini pia kwenye interest nilichotaka kukizungumzia interest ya bado kidogo niseme Simba. Interest ya Alikiba alivyoingia, yani jinsi alivyoingia, kaingia kalibeba lile jina lake. King Kiba kwao nimeingia kama vile tunaonaga mara nyingi kwenye movie. Mimi napenda sana movie za Korea. Mara nyingi unakuta yule kiongozi mkubwa au mfalme ndo anakaa sehemu kama ile, alafu kuna watu chini wamembeba. Kwao kaingia hiyo zamani sana kwa anafanya vile. Yes. Kwa akaamua kwamba sasa niingie, yani I don't have to say it. Sasa ujue zamani pia ili ujue watu walikuwa wanateseka wewe. Zamani kutoka yani yule mfalme sio kwamba anabebwa hapa na pale. Unaweza mkatoka hapa hadi labda Mbagala. Hamna usafiri ndo. Mfalme akawakalia mabegani tu. Alafu mtu akiwa amekaa juu ajishughulishe na chochote. Yani katulia tu. Watu ni wazito. Sasa ndo alichokifanya King this time around, lakini pia lazima tu atakuwa ameweka mpunga pia. Wewe mimi nikubebe baba mzima umekaa. Alafu niambie unanipa 10,000 ya nauli. Haiwezekani. Haya, tuje kwenye Yanga yako. Yanga Day, performance ya wasanii wa Yanga Day umeonaje? Najua tu lazima utakuwa umefuatilia kwa umakini. Noma sana. Actually, na Yanga mnapenda kujemulia mambo. Mimi ni mmoja kati ya wafuasi wakubwa sana wa kusikiliza muziki ambao unafanywa live. Yani sio kama unanielewa, the moment wale wachezaji wanatambulishwa zilikuwa zinapigwa saxophone zile nini. Of course waliteka sana akili yangu. Kitu kingine ambacho nilikipenda, wasanii waliperform wengi, wasanii wa Singeli na nini, lakini show ambayo nilipenda sana ni ya Voice na Dogo Paten. Dogo Paten anapumzi sana. Anajua namna ya kudili na audience na nini. Wakati Dogo Paten anaanza muziki mimi nisiwe muongo. Nilikuwa ni kama namuona Dogo kama mieyusho huyu. Wakati wote tulimkubali wakati anaanza kabisa. Sasa mimi Dogo Paten nilimkataa. Wakati anaanza muziki. Sio kama nilikuwa namkataa kwa sababu anajua kuimba na appreciate talent, lakini ile nilikuwa spent lifestyle yake na nini. Lakini nilivyozidi kumstudy nikagundua yani ndo alivyo, huwezi kumbadilisha. Mimi kitu nilichokikubali kwa Dogo Paten wakati anaanza muziki kabisa, kuna misemo alikuwa anapenda sana kutumia. Atemba utasikia. Sikia. Au atemba mama, au ukiachana na hizo zote kuna namna ambavyo anakuwa, kuna muda anaweka besi, alafu kuna muda anaweka sauti ya kawaida, alafu kuna muda anapanda, kuna muda anashuka. Kwa mfano nimeona Yanga juzi kwa anaimba mpaka misuli huko, nasema jamani utabana pumu hapo ndugu yangu. Ile ni pure talent. Dogo Paten alifanya show kali sana. The Voice akaja akamaliza kabisa kila kitu.
Lakini performance ya mwisho ambayo nilikubali pale ni pitch dakika 90 pale tumekula mbili kabisa. Mmeondoka na machozi. Lakini kitu kingine ambacho nimekiona kwenye Yanga Day, kwanza kabisa nimezungumzia entrance kama umenizingatia. Semaji wa Simba aliingia zake na Simba. Bwana natambulisha chama langu, yani sisi ndo wababe wakali kabisa. Afu Kiba naye akaingia kwa utambulisho wake, mimi ndo mfalme mnyama kabisa. Lakini kwa nini semaji wa Yanga kaingia na wadada? Kwa nini? Kaingia na wadada? Kitu ambacho nyinyi hamkijui. Kwamba anatuambia ni mtoto wa Totos. Sio mtoto wa Totos. Kitu ambacho nyinyi hamkijui ni hii ni kwa mashabiki wote wa kiume wa Yanga. Tunakuwa na nyota sana kutana na watoto. Haiwezekani, yani haiwezekani kivyovyote vile. Kila mtu aliyeingia, ni wale watu walioingia kwenye show, kila mtu kaingia na utambulisho wake. Tukizungumzia tu wasemaji wawili, kila mtu kaingia na utambulisho wake. Mimi naingia na utambulisho, sisi wanyama kabisa. Simba huyu hapo mwanaume. Simba yuko chini. Lakini sasa msemaji wa Yanga anaingia kina Shulei. Ile si nyota yetu. Yani sisi sikiliza fan. Wewe kaa chunguza. Yani chukua muda wako, jaribu. Mashabiki wengi wa Yanga wa kiume wanapendwa sana na wadada. Mashabiki wengi wa Yanga wa kiume. Kwamba na wewe upo kwenye kundi hilo. Jamaa. Punguzeni hivyo vipaji. Mimi pia ningekuwa ndo semaji. Sasa mimi nisingeingia na wadada, yani ningeingia na watoto 2099 mpaka hapa kina mama zetu. Jamani, yani hii inatuambia kabisa girls do whatever you wanna do, lakini usidate na mwanaume anashabikia Yanga. Toka hapa sasa hivi. Sawa. Nenda pale Makumbusho stand. Usichague sura. Wewe ukota tu wanawake. Alafu ambie hivi, unaweza kumdate kati ya mwanaume shabiki wa Simba au shabiki wa Yanga. Hata kama ni mwanamke shabiki wa Simba. Hata kama natamani date mwanaume shabiki wa Yanga. Naitunza hii. Naitunza, naifanyia kazi. Kafanya challenge. Kesho mapema. Naitunza, naifanyia kazi. Kesho mapema. Ole wako. Yaani wewe uliza tu hivi kati ya mwanaume shabiki wa Simba na shabiki wa Yanga, wewe una date na mwanaume wa timu gani? Watatuambia hapo kwenye comment. Mimi yaani katika hao 10 nilokuambia, katika hao 10 nilokuambia, atakayesema anatamani kudate mwanaume wa Simba anaweza kawa mmoja au wawili, na hao wawili watakuwa kidogo ukiwafuatilia kwa makini wanaweza kawa kidogo hapo sawa. Ila mashabiki wa Yanga wanapenda sana kujiamulia. Yaani ona hii nimeiona hata kwa Divoice. Napenda sana kujiamulia mambo mashabiki wa Yanga. Angalia tu hata organization ya tamasha letu lilifanywa, yani ile. Ndio nilichokuwa nakisema hapa, mnapenda kujiamulia mambo. Jana nimesikia wimbo wa Divoice alioimbia Yanga. Wametambulisha sijui jamani. Yaani anatuandama, yani kwa ule wimbo ni kama vile kaamua sasa ngoja niimbe wimbo, yani niwachome, niwapige, yani atufanyie kila lililo baya kwenye ule wimbo. Tusikilize ule wimbo tubaki tunalia. Mashabiki wa Simba, kwa nini mnajiamulia mambo nyewe watu wa Yanga? Hatujiamulii mambo, ndo Mungu ametupa yani. Sawa, lakini bwana pia kwenye performance ya Yanga Day kulikuwa kuna wakongwe kabisa wa Bongo Flava wa Asisi. Walikuwa kina Dudu. Nampenda Dudu Baya. Mwanangu, afu sasa kitu ambacho ukijui fani, mimi nina asili ya Mwanza. Yes, sure. Mzee wangu mimi ni mtu wa huko Ndichi. Kwa yani ukizungumzia Mwanza mimi ipo hapa. You better watch your back. Kwa yani Dudu Baya like babangu mdogo sio babangu mkubwa. Whatever, lakini nachoka mimi. Choke. Nachoka sana watoto wa Kisukuma hapana, lakini sasa mimi sio Msukuma. Sio Msukuma, lakini uko Msukuma. Dudu Baya ndio. Okay, unapoizungumzia Mwanza maana yake unadhani hata kama Mwanza kuna makabila mengi, Wakurya wapo pale, lakini unapozungumzia Mwanza straight ni Wasukuma. Sawa, lakini ndo nilikuwa nasema kwamba kuna walikuwepo Dudu Baya, walikuwepo Juma Nature na Temba, alikuwepo Lady JD, yani kulikuwa kuna wasanii wale karibia asilimia kubwa ya waliokuwepo Mwanza wa perform Yanga Day. Kwa hiyo nadhani pia Yanga walijiandaa kufanya utofauti na walofanya Simba. Kusema kwamba hebu kwa sababu wameona kabisa kwamba hawa yani sasa hivi ni kama vile ndo wana hit, wako mjini, wale wasanii wa zamani ni wamerudi tena kama vile wamebatizwa sasa, wamerudi tena mjini upya. Kwa hiyo ukiwaita kwenye tukio lako, yani kuna guarantee kabisa ya kupata vibe kubwa, ya kupata shangwe kubwa. Kubwa. Kwa mfano tumeona alichokifanya
Dudubaya. Hata kabla hajaanza kuimba, kisha yani wote washaanza kumshangilia. Umesharudi mjini upya kabisa. Kwa hiyo yani ni kitu fulani ambacho nadhani pia Yanga walikaa wakakifikiria, wakaona kitu gani ambacho tunakifanya. Hiyo ni kama vile waliamua kujiongeza kwa namna nyingine ya kufanya jambo liwe kubwa zaidi. Wewe sasa ukiangalia ile Yanga Day na wale wasanii wa kongwe, kitu gani ambacho kilikuvutia? Yani kitu gani ulipenda kwenye performance, entertainment kwa ujumla? Mimi kikana mimi sana nafikiri Juma Shabani ananielewa sana nikiwa nazungumza. Mimi binafsi ni moja kati ya watu ambao wanauhusudu sana muziki wa zamani kuliko Bongo Flava ya sasa hivi. Nikikupa simu yangu sasa hivi hapa uscroll kwenye ile playlist ya nyimbo zangu, nyimbo ambayo utaikuta ya msanii wa sasa hivi utakutana nyimbo za Mario maybe 2. Yani nahesabu yani nyimbo za wasanii wa sasa hivi kwenye simu, yani nawasikilizaga kwenye social media hapo tunamalizana huko. Lakini ukija kwenye simu, ngoma ambazo nazo kabisa muda wote nazisikiliza ni ngoma za wasanii wa zamani. Mtu fulani mkongwe hivi. Old is gold. Kwa hiyo naishi humo kwenye muziki wa zamani. Kwa hiyo nikiona wale washikaji wanarudi kwenye, unajua kitu ambacho pia kilikuwa kinazingua ambacho sasa hivi nakifurahia, ilikuwa watu wakiona wasanii wale wa zamani wanapitia changamoto, wanaanza kutoa zile backup. Wanaanza kuanalyze. Umeona yule mshikaji wao jamaa alikuwa na hela, yule alikuwa na mali, cheki sasa hivi. Yani unamtoa mtu kama muziki haujawahi kumlipa. Feruzi alishawahi kupewa gari na nafikiri ni rais kipindi kile ni Mkapa, akati ametoa nyimbo ya Starehe. Alipewa gari Feruzi, ambayo hiyo gari ni ndoto ya wasanii wengi sasa hivi. Alipewa Jeep. Sio kama unaelewa. Gari ambayo ukiangalia kwenye wasanii wanaozunguka sasa hivi Bongo Flava, wachache sana wanayo au hawana kabisa. Nilimuona Chino, watakwambia labda sio matamanio yake au matarajio yake. Umemlipa vitu vingi zaidi ya ambavyo angeweza kufanya kwenye Jeep. Uwezi ukawa na matamanio ya G-Wagon afu usiwe na matamanio ya Jeep. Yani ni gari fulani hivi ambazo Billnass lilimwona drive Jeep, Chino kipindi cha nyuma. Yani ni gari fulani hivi ambayo alipewa, ni heavy sana. Na mpaka leo ipo kwenye soko. Kwa hiyo kuwaona wale watu wanarudi na wanapiga mashow hivyo, mimi naona bless. Lakini pia kitu kingine, heshima kubwa apewe Madii, kwa sababu yeye ndo ameanzisha hiki kitu. Yani yeye ndo kawapa watu wazo, tufanye hivi, tukifanya hivi tutakuwa imekuwa. Pengine unajua haya mawazo yanakuaga ni mawazo fulani tu, upo zako geto kawaza hivi tukifanya kitu kama hichi unajua kitafanya vizuri, lakini ukamshirikisha mtu akakicrush tu kwamba amna bana, nani atatusikiliza sasa hivi. Kiutu uzima zaidi hiyo, na ukifikiria unaona hii sio tu Madii aliwaza biashara. Madii aliwaza pia upendo. Yani alikuwa anawapenda sana washikaji zake ambao wametoa Bongo Flava huko, kwa sababu ukifikiria wale watu sio kwamba walikuwa chini walikuwa haombi hela kwa watu wa juu. Unajua Madii kidogo anao mtonyo. Kwa hiyo nafikiri hata ile tunakuwa tunaomana hela wakati tunaweza kuanzisha kitu tukapiga hela, unajua Kwa kuliko sasa tuanze kusumbuana, nitumie buku tutengeneze kitu tukapige mamilioni. Ndio nakuja kuiona miaka 30 ya Bongo Flava. Afu sio tu Madii, hata Sugu pia. Anafanya hii Bongo Flava hana. Kwa yani unagundua watu kwanza, afu kitu kingine hawa watu wanajikubali. Yani hawataki kuamini kama hawa madogo janja eti ni noma kuliko hawa. Lakini pia ukiangalia ni walisia, kwa sababu ukiangalia ni nyimbo zote ambazo zilikuwa zinafanya vizuri, yani nyimbo ambazo anasimama sasa hivi Lady JD anaimba, anasimama sasa hivi Sugu anaimba, anasimama Chidi Benz anaimba. Yani uangalia alafu linganisha na msanii ambaye wa sasa hivi unaweza kusema bwana huyu naweza nikamsimamisha stage moja na Jide washindane. Hakuna. Sio kwa mistari, sio yani sio kwa hiyo hakuna. Kwa sasa hivi labda tuseme isiwekwe ile, iweke tu bato. Bwana sikilizeni. Sisi wakongwe tushafanya majambo yetu. Tumefanya Malaizi, tumefanya Damriman City, tumefanya Mwanza The Climax. Mmeona unyama tuloufanya. Sasa wadogo zetu tumejaza na vingine wadogo zetu show zinavyofanywa hivi. Na nyie tuonesheni kama mnaweza nye Gen Z sasa. Alafu sasa madogo janja nao zile silikuwa miaka 30 ya Bongo Flava. Asa hapa watatafuta wao waiteje, afu waanzie kwa kina Diamond, kina Kiba, wakusanye kijiji chao hapo. Lakini pia nafikiri kwenye miaka 30 ya Bongo Flava Alikiba pia itakiwa awepo.
Alikiba bado ndugu yangu. Na ndio maana hata show ya Mlimani City alikuwepo yani Alikiba sio kwamba kachelewa sana, lakini kwenye miaka 30 yani Alikiba ukamkalishe na kina Dudubaya na kina Mr Blue inawezekana. Kwa maana yangu ni kwamba sasa wale madogo nao sasa watengeneze show yao. Madogo sio kina Dogo Pateni, unajua madogo kwa sababu ya wale wakubwa. Kwa na wao waanzishe jambo lao. Bana anyesi mmefanya subiri tuwaoneshe. Ila mimi na kama alivyojaza, kwa sababu mtu anaweza akasema ngoja niende tu nikamuone Jay Melody. Na imani watajaza kuliko wakongwe, lakini kudeliver kile ambacho wakongwe wamekideliver. Hivi unajua unapozungumzia muziki wa zamani, yani sasa sana nakupa mfano ambao unaishi. Ushaikula wali na maharage, si ndio? Ule wali ukishaisha, alafu ule ukoko uwekee maharage, kitu kinakuwa ganoma sana. Wewe na chai ya ukoko, si ndio? Hasa hapo unakuja kugundua kwamba yani wali ni mwingi na ni mtamu, lakini sosi yake kule chini unakuwa mtamu zaidi. Hiyo ndo maana yake. Yani Bongo Flava ilipotoka, yani kuna muda ukikaa ukaona sikiliza ngoma za zamani, I wish hata Ngwea angekuepo, Godzilla. Yani unasikiliza muziki ambao umetengenezwa, unaona hawa washikaji kweli walikuwa wanaimba. Yani umesema hivyo nikakumbuka Jida alivyopiga ile Anita na Matonya.